Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Moja kati ya story ambayo imekuwa ni kubwa sana ile kinoma noma kwa pande social media na worldwide ni kuhusiana nzima ya kifo cha producer mkubwa ile kinoma noma kutokea nchi ya Marekani. Hapa namzungumzia producer Ty Kit, ambaye huyu ni moja kati ya producer ambaye amehusika katika issue nzima ya kuweza kuproduce baadhi ya ngoma ambazo zimeweza kwenda viral ile kinoma noma, na hizi ngoma sio kwenda viral tu, bali ameweza kufanya kazi na wasanii wakubwa ile kinoma noma. Moja kati ya hiyo track ni hii hapa ambayo inakwenda kwa jina la Sicko Mode kutoka kwa mtu mzima Travis Scott akiwa amemshirikisha Drizzy Drake kutokea Canada. Hii ngoma iliachiwa mwaka 2018 na production nzima ilifanyika na producer Ty Kit. Lakini pia Non-Stop ya Drizzy Drake ya mwaka 2018 pia ni moja kati ya track ambayo production ilifanyika na producer Ty Kit. Not Alike ya moja kati ya mshikaji ambaye anachinja ile kinoma noma katika upande wa hip hop. Hapa namzungumzia Eminem akiwa amemshirikisha Royce. Pia ni moja kati ya ngoma ambayo ilihusika katika issue nzima kutengenezwa mdundo na producer Ty Kit. Never Recover ya mtu mzima Lil Baby akiwa yuko pamoja na Ghana akiwa yuko pamoja na Drizzy Drake pia ni moja kati ya ngoma ambayo production ya mdundo ilifanyika na producer Ty Kit. Si ngoma hiyo tu, kuna hii hapa ambayo inakwenda kwa jina la Pound Town, ni bonge moja track kutoka kwa bidada Sexy Ready akiwa yuko pamoja na producer kabisa Ty Kit mwenyewe. Lakini pia licha kuwa katika hii featuring, lakini pia Ty Kit ni moja kati ya mshikaji ambaye alihusika katika issue nzima ya kufanya production ya hii ngoma ambayo inakwenda kwa jina la Pound Town. Lakini pia hii ndio ngoma ambayo iliweza kumtambulisha bidada Sexy Ready katika issue nzima ya career yake. Rich Flex, hii ni bonge moja track kutoka kwake Drizzy Drake akiwa yuko pamoja na 21 Savage. Ni bonge moja track ambayo pia mnyamwezi kabisa the super duper producer the late Ty Kit aliweza kuhusika katika issue nzima ya kuweza kusuka mdundo huo. Ngoma nyingine maarufu ambayo utaweza kuifahamu au kuweza kuikumbuka pindi ambapo nitakutajia na kukuambia kwamba hii ni moja kati ya ngoma ambayo iliweza kufanywa production na mtu mzima Ty Kit ni hii hapa ambayo inakwenda kwa jina la Want Me kutoka kwake Lil Baby. Yeah, bila kusahau ngoma ambayo iliweza kumtambulisha pia mtu mzima Pop Smoke katika ulimwengu wa hip hop pamoja na drill. Hapa naizungumzia Dio. Producer Ty Kit amefariki Juni 18 mwaka 2026 akiwa na umri wa miaka 29. Alipopatikana amefariki katika nyumba yake huko Nashville baada ya polisi kuweza kufanya ukaguzi. So that's it ladies and gentlemen, ndani ya entertainment industry kwa siku ya leo. So we gotta say rest in peace the late Ty Kit. Endelea kuweza kusubscribe kwa ajili ya kuweza kupata more infos ambazo zina drop kwa kitaa hiki hapa. Mimi naitwa Kelvin K.O. Daddy, father of 6 babies, the Ghost's voice. Holla. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.